million more people could fall into acute food insecurity or worse if the conflict does not end by the middle of the year, and if oil prices remain above $100 a barrel. These would add to the 350 Mashirika ya million people kimataifa around the world yameonya kuwa who are dunia already inaweza food insecure. kushuhudia ongezeko kubwa zaidi la The watu basic point wanaokumbwa na njaa is kali that if the mnamo fighting mwaka ends, then the Strait of Hormuz 2026 will endapo be mvutano wa operational. kijeshi katika What's Mashariki ya important Kati now utaendelea is kuathiri that uchumi wa all dunia. steps be taken Kwa to mujibu wa make shirika la sure Umoja wa Mataifa that the Strait of pamoja na Hormuz shirika can la be chakula functional, la because dunia, as hali I ya just pointed usalama wa out, chakula duniani iko one of the katika hatari consequences of it kubwa not being open kutokana will na be a kupanda kwa bei ya drastic increase mafuta in world na hunger. kuyumba kwa uchumi wa Million more kimataifa. people could fall into Uchambuzi acute mpya food uliotolewa na insecurity or shirika la worse mpango wa if the chakula conflict does duniani not end by the middle of the unaonyesha year, kuwa and if takribani oil watu prices remain milioni above $100 a 45 barrel. zaidi These wanaweza would add to kuingia the katika hali ya 350 njaa million kali people around au the world ukosefu mkubwa who wa are chakula already food iwapo insecure. vita vitaendelea hadi katikati ya mwaka huu. Taarifa hiyo inaeleza kuwa ongezeko hilo litajumuika na watu milioni 318 ambao tayari wanakabiliwa na changamoto ya uhaba wa chakula duniani kote. Wataalamu wanaeleza kuwa moja ya sababu kuu ya hali hiyo ni kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo ikiwa bei itaendelea kubaki juu ya dola 100 kwa pipa, gharama za usafirishaji na uzalishaji wa chakula zitaongezeka kwa kasi. Katika hatua nyingine, eneo muhimu la Strait of Hormuz limetajwa kuwa mchango mkubwa katika hali hiyo, kwani ni njia kuu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Wataalamu wanaonya kuwa iwapo njia hiyo itazuiwa au kutokuwa salama, athari zake zitakuwa kubwa kwa uchumi wa dunia na hasa katika upatikanaji wa chakula. Maafisa wa mashirika hayo wamesisitiza kuwa suluhisho la kudumu ni kumalizika kwa mapigano, kwani hali ya utulivu itasaidia kurejesha mifumo ya usambazaji wa bidhaa muhimu ikiwemo chakula na nishati. Wameendelea kueleza kuwa kwa sasa ni muhimu kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha njia za biashara zinaendelea kuwa wazi, hususan njia za baharini ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa usambazaji wa rasilimali duniani. Onyo hili linakuja wakati dunia tayari inakabiliwa na changamoto nyingi, zikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, migogoro ya kisiasa na kupanda kwa gharama za maisha. Kwa ujumla, inasisitizwa kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia hali hii isigeuke kuwa janga kubwa la kibinadamu ambalo linaweza kuathiri mamilioni ya watu zaidi duniani. Endelea kuwa nasi kupitia Kopro Media kwa habari moto za kitaifa pamoja na kimataifa. Na kama ni mara yako ya kwanza kuambatana nasi, basi ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya.